Season yote lazima tuwe na mpango mzuri ya kula maji ya Bwana. Na bila sema ya kwamba hiyo season ilipotimia, watu wengi walikataliwa, wakaona ya kwamba hawezi pata matumaini. Utumwa ambaye mtu alikuwa katika utumwa, bila sema kwamba alipokuwa kwenye utumwa ya dhambi, mateso, magonjwa, covenants ya kwamba tunaingia katika mila na desturi ya kwamba sitaiacha. Alikuwa katika utumwa, lakini baada ya Mungu kumtetea na kumkumbuka, anasema siri ya utumwa ni kubwa sana. Watu ambao wana siri ya utumwa ya kwamba imefichika majini, yamefichika kwenye ardhi, hawezi kubali kuiachilia. Atanapokoka utukufu wa Mungu haumkaribii, kwa sababu bado yuko kwenye utumwa. Biblia inasema ukisoma 1 Timothy chapter 3 verse 36, chapter 3 verse 16, ya kwamba utumwa ile imefichika. Watu wengi tukakuwa katika utumwa, maana hatujakubali utukufu uingie katika nyumba zetu, imtumikie Bwana na tusonge katika season ambaye Bwana ametupa. Jumapili leo naongea kuhusu utukufu wa Mungu katika nyumba yako. Wewe na mume wako, wewe na watoto wako, wewe na huduma ambaye Bwana amekupa. Wewe ambaye umeshuka chini kiombezi. Bwana anahitaji kuchonga na kujenga utukufu mpya, kwa sababu kuna season ambayo inapita. Inahitajika utukufu wa Bwana ukaweze kula matunda. Wakati mwingine inahitajika utukufu huu ukalete kibali na matumaini, kwa sababu Bwana ametuandalia mambo makubwa ili tufike katika sehemu hiyo. Wakati mwingine maisha yanakuwa magumu mpaka unaona ya kwamba hata kanisa ninaloenda halina maana kwangu. Wakati mwingine unaona ya kwamba hata ninapoenda kuomba, nimefunga, nimeomba, sijaona Mungu akinijibu. Jua ya kwamba ni wanakutayarisha katika mipango iliyoandaliwa kiroho, ili ya kwamba utukufu wa Bwana ukaijaze ile maskani, na inakapojazwa basi tunapata utukufu wake unazidi kuinua vyombo vya kimataifa, kwa sababu tunapata kwamba mitandaoni kama radio Cambridge, ya kwamba unapata kwamba kuna kitu Mungu anaweza kukupenyezea hapa ukapokee baraka ya utukufu. Unaposikiliza kuna kitu kinaingia ndani mwako. Wapo ulitereza, unarejea katika laini. Labda ulikwasika kwenda kanisani ukabaki pale nyumbani. Kuna uwezo wewe kuinuliwa kama chombo ya kusikiza mahubiri haya tunapopeperusha na kurejea katika imani na kusonga na kumtukuza Bwana. Na hapo ndipo tunapata kwamba lengo na maisha yetu yanatubidi tuweze kusonga katika safari ambaye Bwana ametupa, na itakuwa vizuri ya kwamba tuweze kuwa katika njia ya utukufu wa Bwana. Naongea na mtu ambaye nyumba yake ama maisha yake anaona ya kwamba hayana utukufu. Labda kuokoka kwako unaona sio kitu cha maana. Ulimwengu labda imekubeba kiwango cha kukata tamaa. Lakini jioni ya leo tunataka tumwambie Bwana, utukufu wa Bwana utaujaza maskani ya Bwana, utaijaza ile connected, ili ya kwamba Bwana atusaidie tuwe na msingi wa kusonga katika kibali cha kiroho. Jina la Yesu liinuliwe. Nguvu za Mungu zinaachilia mtu aliyotekwa nyara. Nguvu za Mungu zinaachilia mtu ambaye alitamani kuona ya kwamba kuna kitu ninaweza fanya, lakini Bwana unisaidie kuliko haya yote. Kwa hizi dakika 6 zimebakia, nataka niambie Bwana ya kwamba katika neno langu ninapoendelea kuimalizia, ya kwamba Bwana tufanye utukufu kuwa msingi wa kutusaidia katika njia ya kutembea katika generation. Hata some Biblia moja hapa alafu tumalizie. Kitabu cha 1 Samuel chapter 4 verse 21. Utukufu umeondoka katika Israeli. Ya kwamba baada ya Mungu kujua kwamba wale watu utukufu uliondoka, the power of God ilipoondoka, wale watu walibaki kawaida, lakini walimrejea Mungu kwa sababu utoshi wa Bwana na utukufu wa enzi yake ikarejea. Wakati huu Bwana anasema kwamba utukufu wangu umeondoka. Watu wakaanza kulia. Kuna vitu vingine vinatendeka kwa sababu tumekosa kujua Mungu ameandaa nini katika maisha yetu. The same time kwamba kuna vitu ambazo Bwana anahitaji kutupa kibali ili tusonge hatua na kumtumikia, lakini basi tumekosa kuona utukufu kwa sababu tumedhania kwamba maisha yetu yatakuwa vile yalivyo, lakini kuna kusonga tena. 1 Samuel chapter 4 verse 21.
Samueli wa kwanza mstari wa 4 aya yake 21. Mungu anatengeneza njia pasipokuwa na njia, anaachilia baraka pasipokuwa na baraka. Anasema mahali umefungwa, yeye hubadilisha season na kuinua mamlaka, kibali cha kiroho. Wakati mwingine Mungu hutumia mtu kukusaidia kufika level. Pia hiyo ni sehemu ya utukufu wa Mungu. Wakati mwingine unapata ya kwamba ulitajika kusafiri kwenda sehemu ya Nairobi ama Mombasa, ukakutana na wapendwa pale barabarani, wakakusaidia kukuweka mahali sehemu nzuri usiku huo, baada ya Mungu kuleta utukufu wa Bwana katika maisha ya ukombozi. Jina la Yesu liinuliwe. Naona pale kwa 1 Samuel chapter 4 verse 21 nasema hivi. Akamwita mtoto Ikabodi akisema, huo utukufu umeondoka. Huo utukufu umeondoka katika Israeli kwa sababu sanduku la Mungu ilikuwa limetwaliwa na kwa sababu ya mkewe na mumewe. Haleluya. Utukufu wa Mungu, anaambia mtoto umeondoka kwa sababu tulikuwa tunahubiri siku ile kuhusu patanisho, tukapata jinsi ya utukufu. Hii sanduku inapotoka mahali inahitajika, ile sehemu ambayo Mungu amekupa kama sehemu takatifu na sehemu ya utukufu wa Bwana, ndiye awaachilie utukufu wake, lazima uwe makini kwa chochote unafanya, kwa kazi ya Mungu ama pale kazini. Jina la Yesu liinuliwe. Ya kwamba huyu mke na mume hawakuwa na jambo lingine isia kumkubali Yesu awe sehemu ya utukufu wao. Na alipitia chango, unajua anapitia mtu yote katika njia ya utukufu. Wanapitia kila sehemu tofauti. Unapata hata mtu aliyo chini, mtu aliyojiwezi kabisa, mtu aliyodharauliwa, ya kwamba anaweza fanya jambo na Mungu akaachilia patient katika utukufu wa Bwana. Na basi kukapatikana kibali cha utukufu wa. Naongea kuhusu hiyo utukufu ya kwamba kwa sababu Mungu anajua ya kwamba hiyo utukufu, akawaita mtoto ya kwamba akamwita yule mtoto mdogo ya kwamba enda ukaambia wana ya kwamba mbona sanduku ya Mungu limeondoka. Utukufu wa Mungu kuna kitu kimebeba. Moyo wako unapotoka katika huduma, moyo wako unapotoka kwa kazi yoyote unayoifanya, moyo wako unapokosa kupenda chochote unafanya, basi Mungu huondoka na kukuacha kawaida. Lakini wakabaki wakiulizana juu ya hiyo utukufu wa Mungu. Abu tusomea hapo mstari 22. Akasema hiyo utukufu lazima Bwana aweze kurejesha, maana walikuwa wakisita, maana sanduku la Mungu limetawaliwa na watu tofauti. Kuna kitu inaweza tawaliwa na kitu tofauti na watu tofauti ambayo hawajekubali kubeba ile neema. Basi kukakuwa na sanduku la Mungu likaondoka katika maskani ya Mungu. Na pakawa na changamoto kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Utukufu ulipotoka kwa wana wa Israeli, walibidi kumrejea. Unasikia watu wanaenda kanisani, wanabeba dhabihu zao, wanatoa vitu vya ajabu, waende warejeshe sehemu ya watoto wao, waende warejeshe mali zilizopotea katika sehemu ya Mungu. Wengine tunapotembea katika testimony ya unakimbia katika waganga, wachawi, unasema naweza pata nguvu mahali pale. I have a testimony. Kama mimi nilipitia kipindi ambacho utukufu haukuwa karibu, lakini haya yote ilinionyesha kwamba haya mambo yote tunaweza fanya pasipo Mungu. Hakuna mahali unaweza ona utukufu wa Mungu. Hani tukiwa katika giza, vitu zetu tutatembea katika giza. Vitu zetu tutatembelesha katika njia ya giza. Lakini tukiwa katika utukufu, tutatembea katika utukufu ili Bwana aweze kutubariki na kutuinua, kwa sababu kuna something ya kwamba kuna kitu kinaweza happen katika majira ya utukufu wa Bwana. Jina la Yesu liinuliwe. Amen. Ya kwamba hii utukufu ambayo Bwana amekelea ndani mwetu ni vitu ambazo Mungu anahitaji kutupandisha katika level ambayo inahitajika. Na ndio unapata ya kwamba chochote unahitaji Mungu aweze kukusaidia, lazima uwe tena utukufu katika ile nyumba ya Bwana. Kama ni msaada kutoka katika njia tofauti, haiwezi patikana, maana Mungu atakuacha ili uangamie, ndipo utamkumbuka. Wana wa Israeli walipoangalia kwamba wamekula vitu kule Misri, wanasema heri turudi katika nchi ya Misri, kwa sababu kulikuwa na chakula. Akamwambia hapana, tuendelee. Kwa sababu kuta za Yeriko zinapoenda kuvunjika, basi Mungu anaandaa watu katika njia ya utukufu. Binasema katika kitabu cha Yoshua 6:1 ya kwamba pakawa na mamlaka ya kwamba kuna season ya baraka za Mungu. Jumapili ya leo ujumbe wangu katika sehemu yako, Bwana akutembelee na utukufu wa Bwana.
Bwana na akutembele popote umefinyika. Bwana akuinue popote umekataliwa, popote umeona ya kwamba hakuna njia inawezekana. Bwana akusaidie tunapotarajia kuingia mwezi wa 7. Nilikuwa juzi usiku kuanzia saa 9 usiku katika maombi ya Power and Grace kuhusu inji yetu na pia mvua uweze kunyesha. Kukakuwa na challenge sana, maana watu wengi wanampenda Mungu. Lakini sehemu Pacific ambayo Mungu ameteua ndio bado hatujakubali kuitengua ili tuweze kuijua sehemu ya utukufu na sehemu ya revival katika maisha ya kiroho. Permission ya kwamba ile nguvu za giza zikatawala taifa, basi Mungu akasema nitawaonya kwa jambo moja. Haleluya. Waisraeli walipokuwa wakitembea kuna vitu vilitendeka na walijua Mungu anawaonya. Haleluya. Magonjwa yakajazwa katika nchi ya Farao ili awajue Mungu yuko. Haleluya. Basi hata sehemu ya kiangazi ambayo imepita kuna vitu Mungu anajaribu kurejesha watu katika maagizo ya huduma ili wamtumikie Mungu katika moyo unahitajika. Taifa la Kenya lapendezwa na watu wengi sana. My brother sister from Pakistan mmoja alikuwa anajaribu kuniambia, pasa nataji kuomba na wewe uniombee kwa ajili ya watoto wangu. Anasema Pakistan ni nchi ambaye iko chini sana, lakini bado wanakasana kumtafuta Mungu. Jina la Yesu linuliwe. Ya kwamba forever, ya kwamba kuna muujiza Mungu anaweza tekeleza kando na mipango tulionayo, kando na shughuli tulionayo, kando na vitu ambayo tumetarajia kama maisha. The important ya kwamba Mungu atakuinua katika level ambayo inahitajika ili ufike katika sehemu ya patakatifu. Jina la Yesu linuliwe. Na hapo ndipo Mungu akamuinua mtu akamwambia, na kuinua kwa mfano uliokubalika. Ninapomalizia neno hili kwa sababu ya muda wetu, Bwana ana sababu nzuri ya kutupa kibali, ya kutupa sehemu ya utukufu wa Bwana. Wapendwa, kuna kitu ambacho Mungu aliweka sahihi ya kwamba natamani niwe pamoja nawe, lakini utukufu wa Mungu umeondoka. Jina la Yesu linuliwe. Lakini katika region ya upenyezo wa kiroho kuna nguvu za kipekee zinazomiminika katika watu ambaye Mungu aliwatumikia katika Israeli, na akasema huu utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetoelewa. Ya kwamba sanduku linapotoweka kuna kitu Mungu anaona ya kwamba ni kama mtu ambaye alikuwa anamtegemea Mungu lakini sasa amtegemei Mungu. Ni vile maandiko yanasema, nilikuwa nikiomba Mungu nisaidie niweze kutimiza agano langu, lakini sasa limetoweka. Ni kama nilikuwa kwenye hospitali nikitamani Bwana unibariki, lakini sasa sijaona, kwa sababu sehemu ile ambayo Bwana alikupa umtumikie ulimdharau, ukamchukia, ukamuona sio mtu anapendeza. Wakati mwingine tunaona ya kwamba alikuwa anaangalia kwamba tunapovaa nguo zetu ni sehemu ya kutuonesha utukufu wa Mungu uko upande gani. Umeficha mambo mengi. Ni kama nyumba ya Mungu ambaye ameficha favor, gold and silver katika ile nyumba. Watakayejua ile silver ni wale ambayo wataenda na kunyenyekea. Na ujumbe mmoja anasema kunyenyekea watu wakapata breakthrough, na kumtazama mwana wa Mungu pakawa na nguvu za kipekee, pakawa na urejesho katika season ya baraka za Mungu. Wakati nguvu za Mungu zinahitajika, pakawa na utofauti kati ya mimi mchungaji na wewe msikilizaji, kati ya wewe msikilizaji na wewe mume wako, kati ya mume na watoto, pakawa na utofauti, maana utukufu unambeba mtu kwa level tofauti. Mimi leo ninavyohubiri sio vile watoto wangu labda watakuja kuhubiri ama kusikiliza neno, maana kila utukufu utakuja na level yake. Wakati utaijua utaichukulia. Labda atatokea mwimbaji katika jamii, labda atatokea ambaye atakuwa diwani katika jamii, atatokea pale akasema mimi ninapenda kuwa mtangazaji, kupitia pale atapeperusha utukufu wa Bwana. Labda atasema mimi ningependa kuwa mtu wa
kwamba ninacheza mpira, lakini bado ninaweza kuwa sehemu ya ile utukufu wa Mungu. Pia hiyo ni njia ya kumtukuza Bwana. Naweza kuwa dereva wa gari, lakini bado ninaweza kuwa na utukufu wa kuendesha watu wao mpaka niwafikishe taifa wanayohitaji. Dereva aliyobeba mzigo, kuna vitu mingi Bwana ametupa ili tuwe sehemu ya kumtumikia Bwana. Jumapili ya leo mpendwa, ninapokataliza habari hizi kwako ya kwamba hizi muda Bwana amepeana, je, habari hizi zina utukufu gani kati ya wewe na huduma hii? Habari hizi zina utukufu gani kati ya wewe unasikiliza na radio kwa ya kwamba Bwana Kambri Radio ya kwamba inapokupa hiyo ujumbe na kumtafuta hata mtumishi wa Mungu kuwa mahali hapa, maana ni gharama ya Mwenyezi Mungu kumtafuta na kuwa nanyi katika ujumbe huu. Ni sehemu gani Mungu amekupa ili pia wewe uwe na utukufu katika ile utukufu wa jina la Yesu? Neno hili linapokubariki pia wewe unakuwa baraka katika ile habari ya Kambri Radio, ili ya kwamba izidi kuenea na izidi kuwafikia wengi. Kuna watu hawajepata labda internet kufikia internet, lakini wanapata ujumbe kwenye radio. Wanasema ningependa kuwa afadhali kuwabariki hata radio hilo, ili izidi kupeana matangazo na kuwafikia wengi katika miji mbalimbali kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Na hapo inakupa level ya wewe pia kutembea katika utukufu wa Bwana. Wakati mwingine labda umeshikika, dada zetu wameajiriwa, hawajapata nafasi labda ya kufika mahali pale. Wakati una support mwenzako katika huduma yoyote, ndipo Mungu atakusupport katika kila njia. Unapo support station hii ya Kambri Radio kwa kila jambo, pia Mungu naye anaona utukufu wako, anapeana kibali katika ile generation ya kibali cha kiroho. Hapo ndipo tunapata ile injili haikomi, bado inaendelea, bado inasonga mbele, na unapata uponyaji, unazidi kuendelea kwa sababu kuna utukufu katika jina la Yesu. Hapo mtekelezaji, ya kwamba safari hii ambayo Bwana ametupa, kuna sehemu nzuri ambaye Bwana ametupa. Tukapokuwa tunaomba nawe siku ya leo, maana ni siku ya kipekee sana, tunahitaji utukufu wa Bwana utembee na wewe. Wakati tunatarajia kuingia mwezi wa 7, mapito yamekuwa mengi, lakini Bwana anapeana favor ya siku ya leo. Ungana na hii favor Jumapili ya leo, ili Mungu abebe utukufu wako usonge naye. Wakati unatarajia Bwana kueleze kanisani, kuna utukufu wa kipekee ambaye Bwana anaweza achilia. Wakati mwingine nasema kwamba nitafanya nini ili nifikie utukufu, na ndivyo akasema nitaombea wale waliokuwa na mahitaji mbalimbali katika kipindi cha mwisho. Na kuanzia leo kuna watu wametusikiza katika Jumapili 3:2. Kuna muujiza na baraka za Bwana zinaenda kutekeleza maisha yako, na inaenda kubadilisha wewe kusikiliza na kuwa important katika huduma hii, na labda ukuwa support wa kusaidia huduma hii fikie wengine kwa chochote unaenda kutoa siku ya leo, kama muujiza wa kumaliza mwezi wa 6 na kuingia katika mwezi wa 7, kuwa wa baraka katika station hii, ili Mungu pia akusaidie uweze kusikia kwamba kuna kitu Mungu anaweza tumana katika kazi ya Bwana. Kwa naongea na ndugu mmoja akaniambia juzi ya kwamba jana akakuja akanipata akaniambia, pastor twende nikubaia chai hapa. Nilikuwa nimefika tu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema wacha nichukue gharama, basi umenisaidia sana. Ya kwamba kuna vitu Mungu usaidia watu wenyewe uledesha shukurani. Bwana sifiwe. Kwa ajili ya kibali cha kiroho, na kusema kwamba hakika mahali nilikuwa sio mahali ninahitajika, na basi tukapata level ya kuinuka. Nataka tuchukue tu muda mchache, labda una jambo unapenda tuweze kuomba nawe, na labda kuna jambo na issue ya kipekee ungependa kushiriki naye, na labda una dhabihu yako ama sadaka yako, unasema mtumishi wa Mungu, napenda kuwa baraka kwenye kipindi hichi ili izidi kuendelea, ili wale watangazaji wapate pia fair kufika katika huduma ya kupeperusha wengine. Napenda kusema ili jambo hata napohubiri kwenye Facebook, TikTok, hata kwenye WhatsApp. Napenda kuambia wapendwa, unapojitolea hautui kwa sababu wewe unataka kusaidia tu huyo peke yake.
unasaidia yule dada labda hana chochote ya kupata hilo muujiza, na anapoguzwa tu na mkono wa mtumishi wa Mungu, anaposikia ile spirit ya Bwana inamuinua katika level tofauti na level ya kibali cha kiroho, na kupata penetration ya kwamba kupitia kwako kuna watu walibarikiwa, kupitia kwako kuna mtu alipona, maana ulijaribu kuinua ile level ya huduma mpaka kiwango cha utukufu wa Bwana. Mtumishi wa Mungu, unaposikia neno hili, kuna sababu ya kusonga tu. Labda uko pale ungetaka kuwa baraka kabla tujaomba na wewe. Labda unasema mtumishi wa Mungu, kuna kitu kimekuwa kikinikwasa. Labda unasema mtumishi wa Mungu, nimejaribu kwenda kanisani, roho ya reverse, utukufu umeondoka, ninaona niko kawaida. Labda nimefungua biashara, nikitarajia isonge, ninaona ndio inaanguka. Jina la Yesu liinuliwe. Jua kwamba utukufu wa Mungu umeondoka katika maisha yako. Nahitajika urejeshe utukufu wa Mungu katika kuomba na kumtumikia Mungu na kujitolea zaidi. Labda ulikuwa mtoaji pale kanisani. I have a friend from Nairobi. Jana alikuwa ananiambia sister kwamba pastor wacha nitimize tu maagano yangu, kwa sababu kuna kitu Mungu alimtendea. Tulipoomba naye alikuwa ana kazi, akapata kazi na akaongezewa cheo. Tulipokuwa naye akasema pastor, kuna vitu vimebadilika katika maisha yangu na nashukuru Mungu sana. Anataka kuwa baraka. Haleluya. Pia wewe kuwa baraka siku ya leo ambaye ni mwisho wa mwezi huu. Mungu akusaidie uwe baraka katika huduma hii ambaye tunazidi kupanua mipaka katika taifa la Kenya, na kuhakikisha kwamba waliokosewa kufikiwa wakafikiwa, na pia hata kufika mashindani kusaidia wale ambao wako chini kama radio, kwamba Bwana akatusaidia kama radio kuwatendea watu mambo ya ajabu, kuwafikia wengine ambao wanasema hawana hata rent wamfika mwisho, wengine wanasema kwamba hata mtoto wangu peleka shule hawana. The projector inakuja kusaidia, kwa sababu kuna vitu vinaanza kuandaliwa. I remember next week I will go to Kisumu, kwa sababu Mungu ana kipawa cha kuinua vitu mbalimbali kwa sababu ya kazi ya Bwana iliyofichika. Aliona kipawa hafichiki, bali Bwana anamuinua. Labda uko mahali pale, nataka kuomba nawe na Mungu atakubariki. Na msikilizaji pale alikuwa amesema akona homa, anahitaji maombi. Anasema ile mwanza jana anahitaji maombi, na pia kuna mwingine hapa naona anasema niombe familia yake. Amesema tu hivyo, naomba mchungaji ombea familia yangu. Hivyo tu amesema. Sijui kuna shida gani. Pia kuna mwingine hapa amesema mchungaji, kwa ndoa yangu ina mapito mengi, naomba pia uniombee. Na hiyo ndio maombi ambayo nimepata leo. Sasa ningependa pia waweke kwa maombi, na pia waweke maombi wale ambao hospitalini pale. Unajua sasa mambo ni mengi. Mambo ni mengi na pia unajua kuna wale saizi ni end month, maana umesimulia leo tuko karibu tunafika end month. Kuna wale ambao wanapitia mengi pia pale, maybe school fees nini. Pia ombe Mungu aonekanie mambo yao yaende salama. Amen. Utukufu wa Bwana utashika. Na ndoa imekuwa na challenge sana. Si ya rahisi, na pia imekuwa na mjadala kubwa sana katika watu wengi wamenipata, na kuna wale ambao wamesikiza. Na pia huyu ambaye ako na homa, Bwana atamponya sasa hivi katika jina la Yesu. Na pia huyu ambaye familia yao inapitia challenges, tutaomba nao na Mungu atafungua milango na madirisha. Pia huyu wa ndoa, Mungu amsaidie, labda anahitaji hekima na maarifa. Labda akipata muda atatupigia simu, pia tutaongea naye ana kwa ana. Kuna yale nimeona ni katika maisha ya ndoa, ili ya kwamba Bwana kaweze kuleta suluhisho katika hiyo sehemu, na najua itakuwa baraka sana. Haya maombi matatu ni important, kwa sababu bila sema kwamba chochote mnachoitisha itakuwa baraka kwenyu na nyinyi mtabaraka. Esther alipokuwa akiomba alifanya maagano. Unajua kuna kitu moja nataka tufanye leo, because tunaenda kudeclare kwa mwezi wa 6, tukialika mwezi wa 7 katika njia ya utukufu. Kuna vitu vingine lazima uhusike katika njia ya kusimama na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu pia akutetee. Ndoa, pia magonjwa, na pia katika familia zetu nyingi zinakosa kuwa na mapatano kwa sababu ya ile covenants inapoinuka na majaribu ya kila wakati. Je, hata kabla sijaomba nao, je, wanamwamini Yesu? Unaweza omba na mtu lakini kumbe hana imani kabisa. Kwanza cha kwanza inapaswa uwe na imani kwa chochote umeakilisha kwa mtumishi wa Mungu. Unaakilisha ukiwa na very connected ya kwamba inawezekana. Hallelujah. And then we pray God will open the door. Mungu anaachilia mamlaka na kibali na ushindani, kwa sababu anasema kwamba nitawapenda wale